Na kulingana na maandiko vile anasema ati tutakuwa wapumbavu na tutakuwa wajinga. Hiyo mambo nikiangalia naona kama hapo ndipo tunaenda kuelekea, kwa sababu ukiweza kutazama na kutafakari kulingana na chenye mtu mwenye na macho ambiwi tazama. Tukiangalia katika hii generation yenye iko ambayo inajiita generation ya Gen Z, inasemekana kiasi ya kwamba ni kama itaenda kuwa generation ambayo ni ya mwisho. Lakini si ati ni lazima ikuwe ni generation ya mwisho, ingawaje vile utakavyochukulia ndivyo itakavyokuwa. Lakini ukiweza kutazama walio wengi ama wenye nchi ya Kenya, wengi wanamuamini ya kwamba ni kama rais wetu William Samoei Ruto kwa ya kwamba ni mbaya. Yali mimi ningeenda kutaka kuwafahamisha ya kwamba kuwa rais wetu wa Kenya ana mbaya wowote, na rais wetu ni mpako mafuta wa Mungu, na Mungu hazifanya kazi ya kubahatisha. Wakati alikuwa na muumba Ruto, alimuumba akiwa amemfanyia mahesabu yake maisha na ambayo atakayoishi hapa ulimwenguni, na alijua siku moja William Samoei Ruto atakuja kuwa president, na alikuwa anajua utawala wa Ruto vile utakavyokuwa. Yali tunasemanga kwa kwamba kazi ya Mungu na haina makosa. Na ukijeza kujaribu kuangalia utaona kwa ya kwamba malalamiko ya Kenya ijaanza saa hii wakati tu William Samoei Ruto amekalia kiti cha president, bali malalamishi alianza kitambo. Kenya tumekuwa tukipatana na mambo tofauti. Kwa maana ukiweza kutazama na hapo awali palikuwa tuliweza kutokewa na kisanga kama inaitwa Zinge ziliweza kufahamia mashamba za wananchi na zikaanza kuwaharas dhuru kukula mimea zao huko kwa shamba. Lakini nikijaribu kuangalia wakati huo sikuweza kuona palitokea maandamano ya kila aina. Tukakuja hivyo ikafika pale kukawa na ukame. Huo ukame uliweza kupiga wananchi, kwa maana pia hata na wenye walikuwa wanalisha mang'ombe hiyo wakati waliweza kuona kiangazi, kwa maana ng'ombe zilikuwa zinaenda kwa kichaka lakini zinakosa hata kitu ya kula. Ina maana zilikuwa zinaangamia kwa kukula takataka, manguo, inataka tu kule kitu ishibe. Hazikuwa zinapata hata maji, kwa maana hakuna nyasi ya mto, zimekauka maji. Yani kulikuwa na kiangazi ilikuwa kubwa sana. Lakini sikuweza kuona mtu yote akiandamana. Ukiangalia upande mwingine utaweza kuona tuliweza kupatwa na mambo mengine inaitwa kama virusi vya corona. Virusi vya corona vilikuja, na hiyo virusi iliweza kuadhiri watu wengi sana. Na wakati huo zaidi ilikuwa sheria ilikuwa tight. Na hii corona ilikuja wakati kulikuwa former president Uhuru Muigai wa Kenyatta, ni alikuwa rais wetu wakati, na kila mtu aliweza kuchanganyikiwa na huu ugonjwa wa corona vile ulivyoweza kuja na ukaadhiri watu, na ambapo ilikuwa ni kitu kingine, ilikuwa very serious, kwa maana ulikuwa unapata pia hata mtu wa kwenu watakufa, na yali isemekane utaenda kumuona mazishi yake. Zaidi inasemekana keep distance away 1 meter. Sasa ati inasemekana ya kwamba huo mtu ameuliwa na virusi hizo na ni hatari sana, anaweza akaambukiza mtu. Kwani hizi virusi vya corona vilikuwa vinasambazika dhuru kupumua. Ukipumua ile harufu, mimi napumua, nikipumua na nikosa kuoga mkono nipatane na mtu na niko na virusi vya corona, tusalimiane kwa mkono, ina maana nitakuwa nimemsambazia ule ugonjwa wa virusi vya corona. Lakini sasa mtu amekufa, jamani, mtu amekufa, damu wanga itembei, ikiwa na maana hata kupumua hataweza kupumua. Lakini ilikuwa inasemekana kwa kwamba mtu amekufa, we kaa mbali, haziko na serikali. Yani ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa serious sana, ambapo hata hakuna mmoja wao aliweza kujiuliza hii mambo ni mambo ya aina gani. Akaanza kupiga hata magoti na kumuuliza Mungu, umeamua tuelekee wapi? Haya nayo ni maneno ya aina gani? Yazini watu waliweza kuona tu kama ni kawaida, na hiyo ikakuja na ikapita. Na ndivyo kupita tukakuja tukapigwa na mvua. Maji ilikuwa mingi. Watu wengi waliweza kuangamizwa na maji. Ukiangalia sio Kenya tu, bali hata Marekani maji ilikuwa inapita na magari za watu zikiwa na watu ndani, manyumba zinapatwa na ajali ya maji. Tuliweza kuadhirishwa kwa maji. Na ndivyo sasa nataka kumaanisha aje, hata wakati huu uongozi wa rais wetu wa Kenya
Samuel Ruto. Huo ambapo ni utawala, si utawala wa kimapafu, bali welcome to the music section.